Wanajeshi wa Urusi wameshambulia maeneo ya nishati ya sekta ya kijeshi na viwanda huko nchini Ukraine, huku askari takriban 1580 wakiuawa na mashambulizi ya Urusi katika muda wa saa 24 ambazo zimekwisha kupita. Wanajeshi wa Urusi walivamia miundombinu ya nishati na sekta ya kijeshi na viwanda vya Ukraine, maeneo ya kuhifadhia UAV yani magari ambayo yana rubani, na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo Oktoba 23, 2025, ambako wizara imeeleza kuwa ndege zinazofanya kazi ama ujanja kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, askari wa makombora na makombora ya vikundi vya vikosi vya Urusi viliweza kushambulia vifaa vya nishati vilivyotumika kusaidia shughuli za sekta ya kijeshi na viwanda vya Ukraine, lakini pia warsha za mkutano na tovuti za kuhifadhia na uzinduzi wa magari ya angani ya masafa marefu, ghala za mafuta na pia maeneo ya muda na upangaji wa jeshi la Ukraine. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kubainisha hivyo. Pia kwa ujumla jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1580 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizopita. Hii ni kulingana na data ya hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi muda mchache ambao umekwisha kupita. Takwimu za hivi punde zimeonyesha kuwa jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 195 na gari la kivita katika eneo la wajibikaji la mapigano la vikosi vya Urusi vya kaskazini, na zaidi ya askari 230 na bunduki 3 za mizinga katika eneo la wajibikaji la mapigano na vikosi vya Urusi la magharibi, na karibu askari 145, tanki na magari 3 ya kivita katika eneo la wajibikaji la mapigano na vikosi vya Urusi vya kusini. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine pia limepoteza zaidi ya wanajeshi 535, tanki na magari 4 ya kivita katika eneo la wajibikaji la kituo cha mapigano cha Urusi, na takriban wanajeshi 390 na magari 3 ya kivita yenye silaha katika eneo la wajibikaji na mapigano la mashariki la Urusi, na zaidi ya askari 85 na gari ya kivita katika muda mchache ambao umekwisha kupita. Na huu ni uchambuzi au ufafanuzi wa matokeo ya mashambulizi ya Urusi ama vikosi vya Urusi kutoka kila brigedi ya kijeshi ya Urusi, ambapo kundi la vita la Urusi la kaskazini lenyewe pia limesababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine takriban 195 wa Ukraine kuuawa na kuharibu gari la kivita la adui katika maeneo yake ya wajibikaji kwa saa 24 zilizopita. Vikosi vya vita vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa vikundi vinne vya brigedi ya Jiga, jeshi la mashambulizi ya jeshi la Ukraine na jeshi la ulinzi wa eneo katika maeneo ya karibu na makazi ya huko Varachino, Kondratovinka, Kochakovinka katika mkoa wa Sami nchini Ukraine. Na katika mwelekeo mkoa wa Kharkiv, vitengo vya mapigano vya Urusi vya kaskazini vilisababisha hasara kwa muundo wa brigedi iliyo na mitambo na jeshi la mashambulio la jeshi la Ukraine katika maeneo karibu na makazi ya huko Volchanski huko mkoani Kharkiv. Kwa ujumla, kutokea upande huo Ukraine imepoteza wanajeshi 195, gari la kivita, magari 15 hawi zilizotengenezwa nchini Marekani na kituo cha vita cha kisasa yani kielektroniki. Kwa kuongezea, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa vikosi vyake viliharibu maghala 4 ya vifaa vya jeshi la Kiev. Nalo kundi la mapigano la Urusi la magharibi limesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 230 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu bunduki 3 za adui kutoka mstari wa mbele wa kivita. Vikosi hivyo vya Urusi vya vita vya magharibi viliboresha nafasi zake za mbele na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 6 zilizo na mitambo, kikosi cha mashambulio ya jeshi la Ukraine na kikosi cha walinzi wa kitaifa katika maeneo karibu na makazi ya huko Kopiansk, Kurilovinka na Sekonvo mkoani Kharkiv, wizara imeeleza hivyo. Kwa ujumla, upande huo jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 230, magari 16 na bunduki 3 za kivita katika eneo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Kwa kuongezea, wizara imesema kuwa vikosi vyake viliharibu vituo 6 vya vita vya kisasa yani elektroniki na ghala 5 za risasi za jeshi la Kiev.
Nalo kundi la vita la Urusi la Kusini limesababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine takriban 145 na kuharibu tanki la adui na magari matatu ya kivita kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Vikosi vya vita vya Kusini vilipata safu na nafasi bora na kusababisha hasara kwa muundo wa brigedi tatu zilizo na mitambo, kikosi cha shambulio la mlima cha jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo kutoka katika makazi ya huko Ronovinka, Ivanopolie, Pazeno Sivarsky na Fidorovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, upande huo jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 145, tanki, magari matatu ya kivita, magari matatu, bunduki mbili za kivita zilizotengenezwa magharibi na kituo cha vita cha elektroniki kwa muda wa saa 24 zilizopita. Wizara pia imeongeza kuwa vikosi vya Urusi viliharibu ghala la vifaa vya jeshi la Ukraine. Nacho kituo cha mapigano cha Urusi kimesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 535 wa Ukraine na kuharibu tanki la adui na magari manne ya kivita kutokea mstari wa mbele wa kivita kwa muda mchache umekwisha kupita, ambako vitengo vya kituo cha vita cha Urusi kiliboresha msimamo wake wa kimkakati na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi tatu za mitambo za jeshi la Ukraine, lakini pia brigedi ya shambulio, vikosi viwili vya shambulio la anga, vikosi vinne vya shambulio la jeshi la Ukraine, lakini pia na vikosi vingine vya brigedi, hasa pia brigedi mbili za watembea miguu ama askari watembea kwa miguu. Kwa ujumla, upande huo jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 535, kifaru kimoja, magari manne ya kivita ya NATO, lori la tatu na bunduki katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Nacho kikundi cha mapigano cha Urusi cha Mashariki kimeua wanajeshi wa Ukraine takriban 390 na kuharibu magari matatu ya kivita ya adui katika siku moja iliyokwisha kupita. Vikosi vya vita vya Mashariki vya Urusi viliingia ndani kabisa mwa ulinzi wa adui yani Ukraine na kusababisha hasara kwa muundo wa brigedi mbili zilizo na mitambo, vikosi viwili vya shambulio la jeshi la Ukraine na brigedi ya ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Alexeyevinka, Yegorovinka na Orestopol huko mkoani Dnipropetrovsk. Kwa ujumla jeshi la Ukraine limepoteza takribani wanajeshi 390 kutokea upande huo, magari matatu ya kivita, magari 10 na vituo viwili vya rada katika eneo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Pia kundi la vita la Urusi Dnipro limesababisha wanajeshi wa Ukraine wapatao 85 kuuawa na gari ya kivita kuharibiwa kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako vitengo hivyo vya vita vya Urusi vya Dnipro vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi ya mechanized, brigedi ya mashambulizi ya mlima, brigedi mbili za ulinzi wa pwani za jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo ya karibu na makazi ya Novoadrevinka, Primorskoye na Stepnogorsk na huko Zaporozhye. Kwa ujumla upande huo Ukraine imepoteza wanajeshi 85, gari kivita la kivita, magari 15, vituo vitatu vya kivita vya elektroniki na ghala mbili za vifaa viliharibiwa na vikosi vya Urusi. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliweza kudungua ndege 293 za Ukraine zisizokuwa na rubani na mabomu matatu mahiri katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambapo wizara imesema kuwa uwezo wa ulinzi wa anga uliweza kuangusha mabomu matatu ya angani na magari 293 ya angani yasiyokuwa na rubani. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo ama imebainisha hivyo kuhusu operesheni zake za muda wa saa 24 ambazo zimekwisha kupita na idadi pia maafa kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako pia imesababisha wanajeshi wa Ukraine wapatao 1580 kuuawa kutoka mstari wa mbele wa kivita. Hivyo basi pia taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi ndio kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine zaidi kutoka kimataifa, hasa vita Urusi na Ukraine.